Msifu Mungu wa neema, enyi viumbe popote, wa juu pia sifuni. Baba yetu, Mungu wetu, mkombozi na muumbaji, wana wako na binti zako tumekuja katika nyumba ya ibada. Kusudi la sisi kuwepo hapa, tumekuja kukuabudu. Na kwa sababu umekubali tukuabudu, leta uamsho katika moyo wa kila mmoja wetu. Tuchague kwa watoto wako katika maisha ya sasa, hatimaye katika maisha baadaye. Tufanye sote kuwa kama upendavyo. Kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo tumeomba, amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Niwaalike tufungue maandiko matakatifu katika kitabu cha Wafalme wa Pili. Kitabu cha Wafalme wa Pili sura ile ya 4 aya ya kwanza mpaka 3. Wafalme wa Pili sura ya 4 aya ya kwanza mpaka aya ya 3. Neno la Mungu linasema hivi: basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake za wana wa manabii alimlilia Elisha akasema, mtumishi wako mume wangu amekufa, nao unajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Bwana, na aliyemwia amekuja ili ajitwalie wana wangu wawili kuwa watumwa. Elisha akamwambia, nikufanyie nini? Niambie, una kitu gani nyumbani? Akasema, mimi mjakazi wako sina kitu nyumbani ila chupa ya mafuta. Akasema, nenda ukatake vyombo huko nje kwa jirani zako wote, vyombo vitupu, wala usitake vichache. Na hilo ndilo neno la Bwana. Amen. Karibuni wote katika kumsifu Mungu kwa nambari ya 79. Tusimame namba 79. Nataka imani nataka imani imara ambayo haitegemei kitu chochote wakati wa shida, wakati wa shida isiyonung'unikira, huzuni, taabu, lakini katika saa ya matata humwamini Mungu.
Ninawaalika kwa kichwa na kwa kunyenyekea, kwa kadri inavyowezekana, ikiwa afya yako inaruhusu, tushuke katika magoti tunapokwenda kuomba. Mtakatifu, 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 Baba na Mungu wetu uishiye juu mbinguni. Sifa, heshima, utukufu vinakustahili wewe uishiye milele na milele. Tunakushukuru kwa sababu ni kwa neema yako tu kwamba umetupatia uhai, ukatupa afya, ukatupatia amani, na Roho wako akatubidiisha kwamba tuje miguuni pako saa hii kukuabudu. Jina lako litukuzwe Mungu wetu. Tusamehe dhambi na uovu wote tuliokutenda toka maisha yetu, na hususani katika juma hili lote, ikiwa ni kwa kunena, ikiwa ni kwa kutenda, ikiwa ni kwa kuwaza, chochote kile ambacho kilikuwa kinyume na mapenzi yako Mungu wetu. Katika saa hii tumenyenyekea miguuni pako, tunakusihi uturehemu, utusamehe kabisa Mungu wetu. Tunapoingia katika ibada ya leo, ninakusihi tutakase na utukubali Mungu wetu, ili ibada yetu ikubalike mbele zako. Baba, gusa mioyo yetu, akili zetu na nia zetu. Tunasalimisha vyote kwako. Kati yetu na ndani yetu kisiwepo chochote ambacho hakijasalimishwa kwako. Mawazo ya mioyo yetu, akili za nia zetu, tunavisalimisha kwako. Acha viwe watumwa watulivu mikononi mwako, utumie unavyopenda. Baba, kwa namna ya pekee tunaiombea serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuanzia rais na wasaidizi wake wote, wapatie hekima itokayo juu, ili waongoze sawa sawa na mapenzi yako, na nchi yetu ikaendelee kustawi na kuwa na amani, na hivyo tukaendelee kuwa na uhuru wa kukuabudu na kutangaza neno lako na kuujenga ufalme wako. Wengi wapate nafasi ya kuingia katika zizi lako kabla mlango wa rehema haujafungwa. Baba, kwa namna ya pekee leo tena ninamleta mtumishi wako mikononi mwako, Mchungaji Abi Katete, mtumishi wako ambaye umechagua ya kwamba leo anene na watu wako katika kanisa hili la Bethlehem. Mpatie neno litokalo kwako. Yeye asimame tu kukuwakilisha wewe, lakini neno litoke kwako. Gusa moyo wake, gusa mioyo yetu sisi wasikilizaji wote kwa pamoja. Neno lako litutakase na lituvute karibu zaidi na wewe, tufae kwa milele. Baba, katikati yetu wakiwepo wagonjwa, kwa neno lako ninatamka uponyaji, maana wewe ni Mungu unayeponya. Wakiwepo wenye huzuni, ninatamka faraja, kwa sababu wewe ni Mungu unayefariji. Wakiwepo ambao wana mashaka, ninatamka matumaini kwao kwa namna ya pekee tena. Tuangazie nuru ya uso wako. Acha ibada ya leo itutoshe kuvutwa karibu zaidi na wewe kuliko juzi na jana. Ndivyo ninavyoomba katika jina la Yesu Bwana Mwokozi wetu. Amen. Amen.
Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Sabato ya leo ni sabato ya 46 Novemba 15, 2025. Niwalike katika ibada ya matoleo katika wakati huu. Somo la leo lina kichwa kinachosema siri ya utoaji wa Makedonia. Tena walitenda hivi, si kama tulivyotumaini tu, bali kwanza walijitoa nafsi zao kwa Bwana na kwetu pia kwa mapenzi ya Mungu. Na Wakorintho wa pili 8 mstari ule wa 5. Kwenye somo letu lililopita tuligundua jinsi wa Makedonia walivyoomba na kumsihi Paulo ili wapate nafasi ya kufurahi kushiriki katika kutoa. Tulijifunza pia kwamba waumini hawa hawakuwa na matajiri bali masikini. Wakati ambapo wengi wangetumia upungufu wao wa rasilimali kama kisingizio dhidi ya utoaji, waumini hawa hawakuruhusu umasikini uzuie ukarimu wao. Ni kitu gani kinachosimama kuzuia namna yako ya utoaji? Je, ni umasikini, kipato cha chini, ni deni, au pengine hakuna sababu mahususi? Bila kujali ni kitu gani kilicho kilicho njiani mwako, tunaweza kujifunza kutokana na ukarimu wa kanisa la Makedonia. Siri ya Makedonia ilikuwa ni kujitoa wenyewe kwanza kwa ajili ya Bwana. Kujitoa wenyewe kwa Bwana ni kanuni ya siri ya kutoa kwa ukarimu. Walio masikini na matajiri hawawezi kufikia kiwango cha Makedonia bila kujitoa kwao wenyewe kwa Bwana kwanza. Utoaji wa kweli hauanzii katika vile tulivyo navyo, huanzia kwenye pochi zetu au kwenye mifuko yetu. Unaanzia kwenye moyo uliotolewa kwa Bwana. Kujitoa mwenyewe kwa Bwana ni kanuni ya siri ya kutoa kwa ukarimu. Wito: tunaposhiriki katika kurudisha zaka na kutoa sadaka za ukarimu za ahadi, yaani sadaka za kawaida na sadaka za mpango, hebu tuhakikishe kwamba tumetoa mioyo yetu kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana natubariki. Mbele yetu kuna sadaka ya shukrani ya watu waliotoa kwa ajili ya Mungu kuwalinda watoto wao walioko kule mijini wakati kulikuwa na zile changamoto za tarehe 29. Mungu alisimama nao na hatimaye akawatetea, na hivyo sadaka hii ni kwa ajili ya shukrani. Tufunge macho tupate kuomba. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru, tunaliinua jina lako katika asubuhi ya leo. Asante maana unatupenda. Asante kwa ajili ya somo la pekee uliotupatia asubuhi ya leo. Tunapoenda kutoa, tusaidie tukatoe mioyo yetu kwanza, na mwisho tunapotoa mioyo yetu, sadaka zetu zikawe ni manukato ya pekee kwa ajili ya kutuandaa kwa ajili ya uzima milele. Tunapoleta mioyo yetu kwako, kaipokee, kasikie maombi yetu, maana maombi tunaleta kwako, na mwisho yote kupitia sadaka hizi zikalete matokeo makubwa ya sisi kukaa karibu na wewe zaidi, lakini mwisho yote kuondoka kwenye uzima milele. Endelea kutubariki Bwana, endelea kutuongoza, maana ndivyo tunavyoomba kwa imani kupitia jina takatifu, jina la Yesu Kristo. Amina. Kwa njia ya matoleo tutamshukuru na kumsifu kwa wimbo namba 22. Yote namtolea Yesu, moyo wangu ni wake, ninavutwa na upendo, kwa hiyo najitoa.
Bwana nabariki mioyo ya watoaji katika jina la Yesu. Amen. Amen. Haleluya kanisa. Amen. Haleluya tena. Amen. Basi ninapenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya ibada ya leo.
wote ambao tumehudhuria tujisikie amani kabisa kwamba tuko mahali sahihi kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Karibuni, tuwe na amani. Basi baada ya leo, mashemasi walioongoza kwa ajili ya makusanyo ya sadaka ni mzee Anaeli John Kitunguu pamoja na Ernest Eli Twaza, Mama Stella Baraka na mama yake Happy. Naomba wasimame wapunge mikono. Haleluya. Basi na kwaya ambao watahusika pia katika ibada ya leo ni kwaya Bethel, kwa sababu kwaya New Light pia wako kule Sanya Juu kwa ibada ya leo kwa makusudi maalum. Tunapokuwa katika ibada ya leo tuendelee kuwaombea. Kwaya Bethel, naomba msimame mpunge mikono na kuwasalimia washiriki. Haleluya. Tusiwe wavivu kusema amina. Amina ni jambo jema. Basi mimi ninayetangaza ni Saya Baraka, mwenyekiti wa siku hii ya leo. Lakini tuna mawasiliano ambaye anachukua matukio haya ni Dr. Sindila Mkama. Ninaomba tu upunge mkono pamoja na kwamba uko kwenye mawasiliano. Ya taarifa hizi ziko live, kwa hiyo tunatakiwa kuwa makini kwa sababu tuko live. Basi pamoja nasi tuna mchungaji Almasi. Yeye ni jirani yetu, tunasali pamoja naye mara kwa mara, amehusika katika somo la sadaka. Ninaomba asimame tu atusalimie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninaomba nimkaribishe mchungaji Eskia Andrew aweze kuendelea na utambulisho. Karibu. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Nitaendelea pale alipoishia. Amina. Kwa nafasi hii ninapenda kumtambulisha kwenu mama mchungaji ambaye ni mama Janet Katete Asmani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mama mchungaji barikiwa, karibu sana. Amina. Asante, unaweza kuketi. Ninapenda sasa kuchukua fursa hii kuwatambulisha watoto wake mama mchungaji ambaye ni Nionkuru Katete. Hebu wasimame. Amen. Barikiwe sana. Ninapenda kumleta pia binti yao ni Waeli Katete. Sana. Asante sana. Baada ya hapo ninapenda kumleta kwenu mama mchungaji Grace Eskia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ninapenda unaweza kukaa mama barikiwa. Ninapenda kumleta kwenu afisa usafirishaji wa NETC. Yesi mwingine ni Bwana Johnson Kahungo. Hebu wasimame tena tupokee. Amen. Mungu akubariki sana. Kwa namna pekee pia ninapenda kumleta kwenu mchungaji Abi Katete ambaye yeye ni katibu mkuu wa North East Tanzania Conference. Tumebarikiwa kuwa pamoja naye leo. Yeye ndiye atakayekuwa akituhudumia katika ibada ya leo pamoja na vipindi vile vya mchana ambavyo vimetangazwa kwamba tutakuwa tukikutana hapa. Tutakuwa tukiendelea kubarikiwa na Bwana kupitia kwake. Amina. Wangapi wanamkaribisha? Wangapi wataendelea kumwombea? Jina la Bwana litukuzwe sana. Amen. Basi baada ya kusema hivyo, kama ilivyotajwa kwenu, mimi ni mchungaji Eskia Andrew. Amina. Nirudishe kwa
kwa mwenyekiti. Sasa asante, ni muombe mwalimu wa nyimbo waweze kupatia kwaya mbali. Kwaya Bethel imetajwa, karibuni kwa wimbo. Enyi ndugu wapendwa, tumkumbuke Lutu, aliishi siku zile za Sodoma na Gomora, ambapo watu wengi waliyatenda maovu, tena wakakataa kutubu dhambi, ambapo watu wengi waliyatenda maovu, tena wakakataa kutubu dhambi. Malaika waende kupeleka ujumbe kwa Lutu, kuondoka Sodoma na Gomora itateketezwa, lakini watu wote wakamkatalia. Akaondoka Lutu na wanawe wawili, lakini mke wake akawa nguzo ya chumvi. Sodoma na Gomora ikateketezwa. Akaondoka Lutu na wanawe wawili, lakini mke wake akawa nguzo ya chumvi. Sodoma na Gomora ikateketezwa. Watu wa kizazi hiki mambo yao yanatisha, wanafanana kabisa na Sodoma na Gomora. Wamemsahau Mungu na kuzipenda anasa, muda sio mwingi wa dhambi watachomwa. Wamemsahau Mungu na kuzipenda anasa, muda sio mwingi wa dhambi watachomwa. Malaika waende kupeleka ujumbe kwa Lutu, kuondoka Sodoma na Gomora itateketezwa, lakini watu wote wakamkatalia. Akaondoka Lutu na wanawe wawili, lakini mke wake akawa nguzo ya chumvi. Sodoma na Gomora ikateketezwa. Akaondoka Lutu na wanawe wawili, lakini mke wake akawa nguzo ya chumvi. Sodoma na Gomora ikateketezwa. Acha
maovu, hukumu ikifika, usalimike akinapiga hatua, uelekea tanuru na moto, wajehana wito kwako ewe mpendwa, acha maovu, hukumu ikifika, usalimike. Kuna tumaini moja lililo kuu, wenye haki wote tutakwenda mbinguni. Mbinguni tutaishi maisha ya furaha inayozidi furaha ya duniani. Nafasi yako iwazi ewe mpendwa, njoo kwa Yesu haraka uokolewe. Nafasi yako iwazi ewe mpendwa, njoo kwa Yesu haraka uokolewe. Nafasi yako iwazi ewe mpendwa, njoo kwa Yesu haraka uokolewe. Ninawasalimu wote katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya Sabato ya leo ambayo Bwana ameruhusu tujumuike pamoja kama familia ya kanisa la Waadventista wa Sabato Bethlehem. Amen. Bwana awabariki. Amen. Nipende kushukuru kwaya kwa kumtukuza Bwana kwa njia ya nyimbo. Amen. Inapendeza. Amen. Tunawaalika wanaume na wanawake wengine tuungane na jeshi hili kubwa. Amen. Nipende kumshukuru Mungu sana kwa ajili ya siku ya leo, nikiwapongeza kwa kazi kubwa ya ujenzi inayoendelea. Inaleta afya mbele za Bwana. Amen. Nasema haya kwa sababu ukanda huo Hedaru umekuja na uamsho mkubwa wa ujenzi wa makanisa. Amen. Kwa nini nasema hivyo? Wiki iliyopita tulipita kanisa la Miembeni. Miembeni wanajenga kanisa kubwa. Amen. Kubwa. Tukafika kanisa la Mora, nao wanajenga kanisa kubwa. Amen. Nikajifunza jambo, tukaenda Getsemani. Getsemani hapo nikakuta kuna mradi mkubwa. Amen. Sasa nimeona mradi mwingine mkubwa hapo nje. Amen. Bwana awabariki. Amen. Na naomba niseme kwamba mnaweza. Amen. Sina mashaka kwa sababu aliyewaita ni mkubwa kuliko aliye kinyume chenu. Amen. Na tunapenda kumshukuru Mungu sana katika siku ya leo kujumuika pamoja nanyi familia ya mtaa huu wa Bethlehem, hasa kanisa hili la Bethlehem. Siku ya leo tumekuja kutoka ofisini tukiwa watu 13 na 6 wako ndani ya mtaa huu wa Bethlehem na wengine wamebaki katika mtaa wa Hedaru, na mchana tutaungana na wakurugenzi wengine hapa kwa ajili ya program za mchana. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya kanisa hili kwa sababu nina wenyeji wa miaka mingi. Unakumbuka mwinjilisti Nakombo? Kambi lenu la kwanza hapa mimi ndiye nilikuwa mhubiri hapa. Amen. 2010. Amen. Kwa hiyo nina historia ndefu. Amen. Lakini 2011 nilikuja hapa Sabato ya wageni. Amen. Yes, unaona?
Na mwezi uliopita nilikuja hapa kwa program ya msiba. Amen. Hapo nyumbani. Usishangae tulilia pale nyumbani kwako. Ya baada ya kusema hayo, ni waletee salamu kutoka kwa mwenyekiti wetu wa conference, mchungaji Leopold Mao. Yeye leo ameabudu katika kanisa la Hedaru Central, na naomba niwape pia habari njema. Amina. Mama Grace, mnaweza kuja hapa pia. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Au mnataka kwamba niseme jambo simeshalielewa? Ndio. Uzuri watu wa Bethlehem huwa wanaelewa haraka. Amen. Napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya familia hii mpya. Amina. Si mpya hapa jamani. Familia ya mchungaji Andrew Eskia pamoja na mkewe Grace. Amina. Ambao Mungu ameruhusu kwa wakati wake tena waje kutumika katika mtaa huu wa Bethlehem. Amina. Mimi nahesabu kuwa ni baraka. Amina. Familia hii ni familia inayompenda Mungu. Amina. Na mchungaji Eskia pamoja na mke wake ni watu wanaopenda maombi. Amina. Kwa hiyo katika uwepo wao katika mtaa huu tutabarikiwa na Bwana. Amina. Ninafahamu ya kwamba mchungaji Wazwe nimekaa naye vema. Amina. Alikaa kwa zamu yake. Bwana amemleta mchungaji Eskia pamoja na mke wake kwa zamu. Amina. Na nasema haya kwa sababu mchana yatakuja makanisa mengine. Ni jukumu langu kumtambulisha na kumsimika rasmi katika utumishi wa mtaa huu. Ombi langu, kwa sababu hili ndilo kanisa mama, muwalee na kuwatunza. Amen. Wafanyeni waone fahari ya kuwa hapa Bethlehem. Amen. Jina Bethlehem lenyewe linasadifu kitu kizuri, si ndio? Hivi tunaweza kutegemea mambo mabaya Bethlehem? Sifa ya kwanza nilikuwa naangalia ile kanisa lina watu wazima. Sasa tukikuta kanisa lina fujo, lina watu wazima, utajihoji sana. Hili sio kanisa la Gen Z. Nimeangalia kila mama wa imani, akina baba wa imani. Kwa muda ambao Bwana ataruhusu wawe hapa, wafanyeni kuwa marafiki. Amen. Hivi mnavyoona wanaonekana kuwa vijana kabisa, lakini wana wajukuu 8. Amen. Si unaona ise? Bwana amewabariki, wana watoto 3 lakini wajukuu 8. Amen. Kwa hiyo wamekuja hapa kwetu wakiwa na uzoefu mwingi katika kazi ya Bwana. Amen. Nataka kuwa na imani ya kwamba kwa muda ambao Bwana ataruhusu wawepo hapa kwa zamu yao, wataishi kwa furaha, mtawashika mkono wa imani. Kilichowaleta hapa ni kimoja tu, utume. Amen. Hatuna ajenda nyingine. Amen. Kilichotuweka hapa duniani mpaka leo ni utume. Amen. Kila mmoja, kila familia ikubali kuwa shule ya mafunzo ya utume. Amen. Kwa mchungaji Eskia, karibu sana katika mtaa wa Bethlehem, hasa kanisa la Bethlehem. Amen. Tunawatakia amani ya Bwana. Amen. Zaidi tutasema baadaye. Sasa tuendelee na ibada. Amen. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, wewe ni Baba wa uzima, kiongozi wa maisha yetu. Tumekuja mbele zako katika sabato ya leo
tukikushukuru kwa mambo mengi mema uliyotutendea. Hata sasa macho yetu yameona, masikio yetu yamesikia, na akili zetu zinakiri ya kwamba mambo mengi mema umetutendea. Tuwezeshe tena tunapohitaji kukuabudu, tumaini lako lisiondoke ndani yetu, tumaini lako lidumu ndani yetu mpaka wewe ujapo mara ya pili. Neema yako na itoshe, kwa jina lako Yesu Kristo tumeomba, amen. Karibuni tujumuike pamoja katika kitabu cha Wafalme wa Pili sura ile ya 4 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 4 mpaka mstari wa 3. Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Kama umepata sema amina. Amina. Kama bado sema mnisubiri kwanza. Right. Mwanamke mmoja miongoni mwa wanawake wa manabii alimlilia Elisha akasema, mtumishi wako mume wangu amekufa. Nawe wajua mtumishi wako alikuwa mtu wa namna gani? Sifa yake alikuwa mtu wa namna gani? Halafu anasemaje? Nataka nisikie mkisoma. Halafu anasemaje? Anataka msome kwa sauti. Anasemaje? Halafu Elisha akamwambia, nifanyie nini? Hebu turudi tena mstari wa 2. Elisha akamwambiaje? Nifanyie nini? Aha. Ndio. Mimi mjakazi wako sina kitu nyumbani ila chakula ya mafuta. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Wakati matumaini yako yanapofikia mwisho, huwa unafanya nini? Wakati pale ulipopategemea, pale ulipoamini ya kwamba kuna maisha, panapoonekana hapana matokeo, unafanya nini? Je, katika siku ya leo unajisikia hali ya kuchoka, hali ya kukata tamaa, hali inayokufanya uone kwamba huna sababu ya kuendelea mbele? Je, katika maisha unayoishi leo umewahi kufika mahali ambapo shida zimekuandama, matatizo yamekuandama, uchumi umeyumba, watoto hawana utulivu, mume wako hana utulivu, hata tumaini la mkate unaona limeyumba, hata wale uliowategemea wanaonekana kutokupenda tena, hata wale uliowatendea mema hawakumbuki mema uliowatendea? Je, wakati kila unayemtazama ya kwamba angekuletea tumaini anakwambia haitawezekana, umechukua hatua gani katika maisha? Huwa unafanya nini wakati matatizo yanapowasakama watoto wako na yako nje ya utatuzi wako? Huwa unafanya nini? Huwa unafanya nini wakati majaribu yanaposonga moja baada ya jingine, yanaitana? Wakati familia yako inapoonekana kana kwamba imefungwa kifungo cha adui, inataka kusambaratika, huwa unafanya nini? Unachukua maamuzi ya aina gani? Huwa
unachukua maamuzi gani wakati yule uliyemdai na unaona kana kwamba akikulipa ndiyo maisha, anapokwambia sitaweza kukulipa, huu unachukua hatua gani? Unachukua hatua gani? Yule ambaye umefanya naye ubia katika biashara anapogeuka kuwa adui, huwa unafanya nini? Huwa unafanya nini? Wakati ambapo wale ambao umetembea nao katika safari ya imani, ukijua ni wasafiri wenzako katika imani, kumbe walikuwa wapita njia, huwa unafanya nini? Nyakati ambapo wale ambao uliweka matumaini kwao, hata unapowaita hawaitiki wito wako, unafanya nini? Nataka nikutie moyo katika asubuhi ya leo, katika hii sura ya Wafalme wa Pili, Wafalme wa Pili 4:1-3, Mungu atatupatia majibu ya maswali yako. Angalia, kila jaribu unalolipitia Mungu ana majibu yake. Mwanamke huyu Biblia inamweleza sifa ya kwanza, hata jina lake halitajwi. Yesu amesoma Biblia muda mrefu. Eti mzee, huyu mama alikuwa anaitwa nani? Jina lake alikuwa anaitwa nani? Hata jina lake halifahamiki, lakini anaitwa mwanamke mjane. Hapa kanisani kuna ambaye hana jina, anaitwa mwanaume mgane, mwanamke mjane. Si hata wewe una jina. Si unajua jina ni utambulisho, lakini si unajua jina ni cheo pia, si ndio? Unaonaje mtu anapokuja kwako, anakuja anasema mzee nakufahamu, naitwa, anasema nimesahau jina lako, unamchukuliaje? Kulifahamu. Huyu mama Biblia inamtambulisha kama mjane, na haitoshi. Sifa ya kwanza inayopambanua kuwa mama tofauti na kina mama wengine, anamwendea Elisha, anamwambia fahamu neno moja tu, mume wangu mtumishi wako. Mume wake hakuwa mzururaji. Mtumishi wako amekufa. Ni habari njema hiyo? Hapana. Na anapokuja anamwambia mume wangu amekufa, haitoshi. Alikuwa na madeni. Pamekaa sawa? Yaani kana kwamba mama anasema kifo cha mume wangu ni tatizo, lakini angalia, ameacha shida ya pili. Anapomjia Elisha anamwambia mume wangu amekufa. Wende ingekuwa mwanaume wale wangesema ndio amekufa, pole sana mama, si ndio? Lakini anamwambia mume wangu amekufa. Na wewe unajua katika safari ya umishonari ulitembea naye akijifunza kwako ili baadaye awe mishonari kama wewe. Elisha anamwambia mama, ni kweli mume wako amekufa. Sikia mama, niambie nikufanyie nini? Mama uliyefiwa na mume aliyekuwa tumaini la familia, mume aliyebeba majukumu ya familia, mlinzi, kiongozi, mchungaji, mwangalizi, amekufa. Anamwambia nikufanyie nini? Mama alijibu. Swali la pili nakuja namwambia, ndio mama, nyumbani kwako, katika makazi yako
una nini? Huyu mama jibu lake anasema, mimi sifa yangu ya kwanza ni mjane kuanzia sasa. Na hilo jina mjane lisikie likiitwa nchi za mbali. Yaani hata kama mme wako mnasukumana, mnarumbana, jina la mjane lisikie likitajwa kule ng'ambo ya barabara. Si kama Kiswahili kinaeleweka? Lisikie likitajwa kule mbali. Huyu mama anasema, mimi ni mjane sasa, sina kitu chochote katika nyumba yangu isipokuwa chupa ya mafuta. Na huenda hata mafuta yanayozungumzwa ni mafuta yaliyotumika katika huduma za kikuhani ndani ya hekalu. Kuna mtu ambaye amefikia maisha magumu hapa, ambaye unasema pale ndani kwangu maisha yamekuwa magumu kiasi kwamba si chochote katika maisha haya. Hapa Bethlehem kuna nifikia hatua hiyo. Huyu mama anapoangalia maisha ya mume wake walivyoishi katika maisha yao, na sasa natazama anapoangalia mbele, hao ni nuru katika maisha yake. Na haitoshi anaposema waliokuwa wanamdai wanakuja, pesa, uwezo wa kuwalipa sina, na kwa sababu sina pesa ya kuwalipa, wanataka waondoke na watoto wangu wangapi? Hapo taimba Mungu atukuzwe kwa mambo makubwa. Huyu mama anaangalia baba wa watoto amekufa, watoto nao wanataka kuchukuliwa, hatima ya maisha yangu itakuwaje? Nisikilizeni watu wa Bethlehem, Mungu anajua uhalisia wa maisha yako. Huenda unaishi dini ya kuigiza, dini ya kuvaa kama makoti na vikoi, haiokoi. Huyu mama anapogundua kwamba ndani ya nyumba yake kuna msiba, amelia, hana namna, hawezi kuendelea mbele, amejikunja, amenyong'onyea, hana nguvu. Sauti anayoongea na Elisha ni ya mtu aliyevunjika moyo. Huyu mama huenda angekuwa mama wa leo wa hapa Bethlehemu, angesema kwa sababu mume wangu amefariki na ameacha madeni, ngoja niende wakwe zangu watalipa. Sivyo vinavyokuwa. Na kama haitoshi wako watalipa, nasema ngoja nikakope. Yaani matatizo juu ya matatizo. Swali linakuja ndugu zangu, rafiki zangu wa Bethlehemu, matatizo yanapokusakama huwa unakimbilia wapi? Wakati mambo yanapoonekana kuwa magumu, wakati kila jambo linapoonekana halina dira, halina nuru, huwa unaenda wapi? Kwa waganga wa kienyeji, sio? Kana kuhama si huko. Kuna mganga pale Saweni, nenda takutengenezea mambo. Kana kwa bamcha giomneti hai milakio. Wakati mambo yanapoonekana hayana nuru, kila unachogusa kinapoonekana kurudi nyuma, unakwenda wapi? Huyu mama, mume amefariki, yeye aliyekutumaini la familia, na matokeo ya kifo cha mume wake, watoto wawili wanapaswa wachukuliwe. Wakati matatizo yanapokusakama,
huwa unaenda wapi? Moja ya jambo najifunza kwa huyu mama alimjua Mungu mume wake aliyemtegemea. Anamwendea mtu wa Mungu Elisha, anamwambia hali iko hivyo, katika hali ya upweke, katika hali ya kukata tamaa, katika hali ya kukosa matumaini, nisaidie, niende wapi? Na naomba niwaambie watu wa Bethlehem, ukiwa una nguvu, mwombe Mungu akusaidie uzitumie kwa ajili ya Bwana. Ukiwa na kaduka, Bwana brother Joram, utakuwa na marafiki wengi. Ukiwa na biashara pale stendi pale, unaenda na nyanya na vitunguu siku ya Alhamisi sokoni, marafiki wataongezeka kila leo. Utajipa moyo kwamba ninakubalika, ninapendwa hapa Hedaru. Hakuna anayekupenda wewe, wanapenda kile ulicho nacho. Na usijifariji ya kwamba unakubalika. Hata ngiri, sinamfahamu ngiri, meno yake muda wote hapo nje, unafikiri kwa sababu anacheka muda wote? Si kila anayecheka na wewe anakutakia mema. Vicheko vya wengine ni jinsi ambavyo wanataka wakufilisi. Ni lazima ufahamu ya kwamba urafiki wingi wa watu wengi walionao katika dunia ya leo ni urafiki uliosimama kwa vitu na sio urafiki wa dini ya kweli. Rafiki wa kweli ni Yesu Kristo peke yake. Hawa marafiki watakutelekeza, watakutesa, watakudharau. Huyu mama anapokwenda kwa Elisha, maisha ni magumu, sawa, lakini Yesu ni mshindi. Na naomba niwaambie watu wa Bethlehem, hata Yesu hakuwahi kuahidi maisha marahisi. Hakuwahi kuahidi maisha marahisi. Na ikiwa unadhani ya kwamba kwa kuwa mshiriki wa kanisa, kwa kuwa umebatizwa, kwa kuwa unaimba kwaya, kwa kuwa ni mzee wa kanisa, kwa kuwa ni mchungaji, maisha yatakuwa marahisi, nenda ukajihoji tena dini yako. Yesu aliwaambia wafuasi wake katika Yohana 16:13, ulimwenguni mnayo dhiki. Hakutangaza ya kwamba duniani kuna furaha. Hakutangaza ya kwamba duniani kuna furaha. Alisema shida zipo, matatizo yapo, lakini jipeni moyo. Kwa nini anawaambia ujipe moyo? Anawaambia mimi niliye kiongozi katika safari ya imani nimeshinda. Ushindi ule nilioshinda, mkiliamini neno langu likakaa ndani yenu, mtashinda kama nilivyoshinda. Usiweke matumaini kwa watoto. Usiweke matumaini kwa mume wako. Usiweke matumaini kwa biashara zako. Naomba niwaambie, vyote unavyovipenda vinapitwa na wakati. Na niliwaambia watu wa Hedaru juzi, hata mili yetu nabeba chapa mchakafu. Jeko, yaani hata leo umevaa kwa kofia, uko smart kabisa. Uso leo ukiona umenyoka huko hivi. Nilikuwa nawaambia watu fulani juzi, miaka 10 iliyopita nilikuwa na nywele zote kama bwana Kahumo. Hata wakati nakuja hapa nilikuwa na nywele zote. Kesi ya jua zimeliwa na wadudu gani? Ukifika nyumbani utafute picha yako ukiwa na miaka 20. Mdoli wangu. Ukiwa na nguvu leo, mwambie Yesu, nipatie maarifa, nipatie akili, nipatie uwezo wa kupambanua kati ya mambo ya kawaida
na mambo matakatifu. Huyu mama kwa sababu alikuwa mama wa ibada, katika msiba wake, maumivu yake, katika hali ya kukosa mahitaji, anarudi kwa Elisha, anajua ya kwamba kwa Mungu kuna ufumbuzi. Amen. Hakuna dhoruba Mungu asiyoweza kutuliza. Hakuna msiba ambao Mungu hawezi kunyamazisha. Hakuna pointi ambayo uko peke yako. Tambua ya kwamba siku zote, nyakati zote, Mungu anaongoza. Mtu yeyote akitaka kunifuata, sharti ajitwike msalaba wake. Mtu yeyote anayekubali kuwa mfuasi wa kweli wa Yesu katika safari ya imani, maumivu, shida zitakuwepo. Daima inua ukubwa wa Yesu, sio ukubwa wa matatizo. Unapotembea, ukiwa safarini, ukiwa barabarani, imba ukubwa wa Yesu uliyemchagua. Usimbe ukubwa wa matatizo ulionayo. Sasa kwa sababu hatuna imani na Yesu, ndiyo maana unagundua hata tunapougua, tunapotembea, kwa sababu magonjwa yamekusakama, yamekuumiza, kila unayekutana naye unataka kumwambia una kisukari, hata ambaye hajakuuliza. Haya mama chaka adethana na sukari ni uthana ni vona huvu na thukande muda mwedha thana hata misha wangu ema nje. Hiyo sukari unailipia kodi, hiyo pressure unailipia bima. Eleza ukubwa wa Yesu uliyemchagua. Kawaambie wengine, Mungu niliyemchagua, mwalimu, kiongozi katika safari, anajua maisha yangu. Huyu mama anaulizwa, nikufanyie nini? Mahali tunapokwama, ndugu zangu, watu wa Bethlehem, mahali tunapokwama, tunaposhindwa, ni pale ambapo imani yetu inayumba, hata kwa mambo madogo. Usiweke imani kwa watu. Hao unaoweka imani kwao watapita, watachoka, watakatwa tamaa, watayumbishwa. Taka imani ya Yesu, imani ambayo hata katika dhoruba itakayouambia ulimwengu yupo Yesu anayeweza. Huyu mama anaenda, Elisha anamuuliza, ni kweli mama, ni kweli dada yangu, matatizo yapo, lakini najifunza nguvu ya uvumilivu katika imani. Nguvu ya uvumilivu katika imani. Huyu mama matatizo yanapomsakama, badala ya kwenda kutafuta dunia inasemaje, maana huenda kama unafahamu katika jamii ya leo, kila tatizo linalotokea, iwe ni ugonjwa, ni ajali, ena kiluhala. Unajua kwetu sisi wa Afrika hakuna msiba usio na sababu. Yaani hata mtu alikuwa ananyanyua sufuria kutoka kwenye jiko, maji akamwagika kaungua, anasema hena mlalaive chijihala. Kanadhi huko. Yaani kwa sababu hatuna imani na Yesu, tumeweka imani zetu kwa mambo ambayo hayana uzima ndani yake. Na naomba niwaambie, kule tulikoweka imani, kila leo badala ya kusonga mbele, shetani anapoona imani yako inayumba, haina mwelekeo, anasema huyu nimepata. Nataka niwaeleze hili marafiki zangu, ukweli ulio wazi ni huu. Hata Mungu alivyokuumba hategemei uwe kila kitu. Mungu amekuumba kwa mfano wake na kwa sura yake. Anachohitaji katika moyo wako, katika maisha yako,
jina lake peke yake libebe utukufu. Mahali popote unapokwenda, unaposimama, elewa ya kwamba wewe si chochote, lakini Yesu Kristo katika maisha yako. Hakuna dhoruba asiyoweza kutuliza. Hata katika vita unayodhani ni ngumu kwako, yeye alishashinda. Na ushindi aliyokushindia sio wa leo. Unajua, moja ya vitu ambavyo vinatufanya tupoteze mwelekeo, huyu mama anapoulizwa ni kufanye nini, angekuwa mama wa Bethlehem angesema nifanye nini? Nipe hela. Vana tevena kijo tevena shuke. Si ndivyo? Sasa mume wangu amefariki, sina pa kuanzia maisha. Nikamtaji. Huyu mama ndiye anasema. Sisi kama mnanielewa. Elewa kana hivyo. Huyu mama anaulizwa ni kufanyie nini? Hakimbii kusema ya kwamba nataka fedha ili nilee watoto. Anapoeleza aliyevunjika moyo. Kabla hujaanza safari yoyote katika maisha, usiende kuwauliza wanadamu, uulize Bwana. Wanadamu hawa ambao umeweka mategemeo kwao, matumaini kwao, wanapita. Watapitwa na wakati, lakini mambo mema yako kwa Bwana. Si hivyo tu, wewe ni wa thamani. Na siku zote unapotembea, usiruhusu watu wakakuchukulia hivi hivi tu. Wewe umekombolewa kwa vitu visivyoharibika. Na hata unaposimama ukiimba, ili mradi Bwana ameweka sauti ndani yako, imba kana kwamba mwisho wa maisha yako ni leo. Unapopata nafasi ya kwenda kuambia wengine habari za Yesu, sema kama Bwana atakavyo. Usiwaambie kama utakavyo, maana wewe huwezi kuokoa. Waambie Bwana anataka nini kwa ajili yako. Ikiwa Bwana amekupatia karama ya kufundisha, fundisha. Ikiwa Bwana amekupatia karama ya kuomba, omba. Ikiwa karama yako ni kuonya, onya. Kukaripia, karipia katika roho ya Yesu. Na ndio maana Waefeso katika sura ya 5:15 anasema, basi angalieni jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima, mkiukomboa wakati. Hapa duniani sio kwetu. Kwa nini anakwambia unapaswa kuishi ukiukomboa wakati? Matumizi sahihi ya miaka uliyopewa hapa duniani utayatolea taarifa mbele za Bwana. Ikiwa umepewa miaka mingi, utadaiwa vingi. Ukiwa umepewa miaka mingi, utaulizwa, wewe mama, wewe baba, wewe kaka, katika maisha uliokuwa hapa katika kanisa la Bethlehem, uliacha urithi wa aina gani? Unapojitazama kama mwanaume wa leo, mama wa leo, wale wanawake vijana, wanaume vijana, wanapoangalia maisha yako, mapito yako, matendo yako, wanamwona Yesu katika maisha yako. Ukiwa kijana, ufahamu hata unaoona ni wazee leo walikuwa vijana. Veti mtunguru jitauka tekeni. Ukiona leo unasimama, unaruka, unatembea, hata hawa mama waliobeba mikongojo miaka fulani walikuwa kama wewe.
Ukimwona bibi amechoka, msaidie. Hata wewe saa inakuja utahitaji msaada bila msaada. Na ndio maana kila siku kunapokucha, ukijitazama uchakavu unajitokeza. Waliokuwa wavai miwani wanavaa miwani sasa. Wengine hata ukiona wamevaa vitambaa, hata nywele zilishaisha. Usifikiri kwamba wamevaa vitambaa kwa sababu ni wanawake hai. Eti mama, zimeisha. Wewe unafikiri kuna ambaye hataki kuwa na nywele? Wewe unadhani kuna ambaye hataki kuwa na nywele nyeusi? Yaani hata mwingine, ndio maana ukimwambia mzee habari yako, mimi sio mzee. Pastor Mwana anasema usiniite babu, mimi ni anko. Hata wakakuita anko, meno tu yatatoka. Unajua, tukasema wewe ni kijana, ukitaka kujua mtu ambaye anakataa kwamba ni mzee, mpe kazi ya ulinzi, kazi ya kusimama hapa tu masaa 3 uone. Na ndio maana wengi mlioko hapa, ukitaka kujua kwamba mambo yameharibika, wengi magoti kana kwamba hayana kazi, viuno havina kazi, masikio hayasikii, macho hayaoni, hata meno yamepoteza mwelekeo. Una muda mwingi wa kulalamika kuliko wa kushukuru. Hata wengi hapa kwenye mikoba yenu tukiangalia, wametembea na dawa. Ukiona gari liko garage, maana yake ni yaani hapa wengi mko garage. Yaani hatukajifariji dema. Ni kweli. Weka tumaini lako kwa Yesu. Usidemedeme tu kwa maneno, mwambie Yesu, hata hivyo umenisaidia. Kile unaimba ugonjwa tukana kwamba ungepewa karatasi umeandika wimbo wa ugonjwa. Kili nguvu ya Yesu katika maisha yako. Amen. Waambie wengine wasiojua kule Bwana alikokutoa. Amen. Na ndio maana mama wetu anasema hatuna sababu yoyote ya kuogopa juu ya mambo yajayo, isipokuwa kama tutasahau kuko alikotutoa. Mema mengi ametutendea. Hata leo ametutendea, hata sasa anataka kututendea. Je, tuko tayari? Huyu mama anaeleza uhalisia wa maisha yake. Sasa nisikie, daima Mungu huwa anaanza na kile ulicho nacho. Sasa wewe hata imani huna, hata lesoni huna, hata lesoni nayo lakini usomi. Vile bantu bakimbeho utatubona huvu. Halafu bana babindi tele kulima waki mbeo wewe kundi. Watoto wasikiza hapendi mambo ya kiroho, wewe unayapenda. Niwape zoezi moja. Ni wangapi wao na lesson? Nyosha mkono. Ukinyosha mkono unatulia hivi. Ya kwako usiseme na lesson alafu ni ya wengine ambao wanasoma. Nyosha mkono. Shusha mkono. Swali la pili. Anayekumbuka kichwa cha somo la lesson ya juma hili, nyosha mkono. Alafu fundi mitambo nishikie mic. Nyosha mkono. Nyosha mkono. Nyosha mkono, nishikie mic fundi. Hebu chukua hiyo mic, sogea pale utapata nani. Nenda kwa yule mama. Ibada ya hali ya juu kabisa katika eneo la vita. Amen. Fungu linasemaje? Fungu la ukariri, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Mathayo 6 fungu la 33. Yaani hata wale ambao hawajui hawataki kusema amina. Maana kumbuka wamenyosha mchungaji amechonyesha watu wangapi? 3. Hao ndio wanasema wanapenda mambo gani?
Simesema mnayapenda, lakini wanaokumbuka. Lakini ungeulizwa kwenye vikoba una hisa kiasi gani, nani ungesahau? Nisikilize, wale watoto ulionao, kama kuna kitabu wanakisoma na kukirudia na kukirudia, wanakielewa, ni kitabu kinachoitwa wewe. Watoto wako wale wanaodhani wadogo wangepewa karatasi na mwalimu kwamba fanya mtihani kuhusu baba yako, eleza baba yako ana udhaifu gani, yuko imara wapi, waweke kwenye bahasha wakuletee, unaweza ukasimama. Kila unalotenda likiwa jema au baya, wewe ni mwalimu. Yaani mambo matakatifu huna muda nayo. Ikiwa wewe huna muda, unawaambia watoto someni lesoni, kuna siku atakuuliza wewe hapo unaisoma. Halafu akikuuliza nasema watoto wa siku hizi hivi wamekosea nini hapo? Vathveti wakivona mtetewe kila mageni. Unapojitazama wewe, watoto wako wakifuata mapito yako, wataokolewa. Haya, mmesema hapana, mimi sijasema. Kwa hiyo sasa una mpango gani? Yaani wewe mwenyewe umesema wakifuata njia zako hawawezi kuokolewa. Unataka ufuate njia za nani? Yesu alimwonea wapi? Maana nasema eti zaidi tunataka ufuate nyayo za Yesu. Yesu walimwona wapi wakati wewe mwalimu umemkataa? Si kama mnanielewa? Yaani wewe huyu Yesu umtambulishi kwa familia yako, lakini unasema nataka familia yangu wawe wacha Mungu. Wewe unamcha Mungu? Dini ya muhemko haiokoi. Dini ya maneno ya kujisifu, ya kiburi, ya kujiona bora kuliko wengine haina Yesu. Siku zote acha Yesu akutambulishe. Acha kila mahali unapokwenda wanakuona, wanakusikia, waseme huyu mama ni mtoto wa Yesu. Matendo yanahubiri kuliko maneno. Huyu mama anaulizwa, nikufanyie nini? Usipokuwa wazi mbele za Bwana kumwambia hali yako jinsi ilivyo, ni vigumu kuokolewa. Na ndio maana hata maombi tunayoomba, badala ya kumwambia Bwana yale ambayo ni mizigo yetu, yale ambayo yanatusibu, tumebaki na ombi, dhambi zangu ni nyingi kama mchanga wa bahari. Kama ni mwizi, sema mimi ni mwizi. Baba, mimi kadhambi ka uzinzi hako, usipoingilia kati sioni nuru. Utanielewa tu kadri tunavyoenda mbele. Usipomwambia Mungu uhalisia wa maisha yako, kama mama mjane alivyoulizwa, leo swali Mungu anakuuliza, hali yako ya kiroho, maisha yako ya kiroho yakoje leo? Shida yako ni nini? Ulicho nacho ni cha muhimu kuliko kile ambacho huna. Tunaamini ya kwamba Mungu anaweza kuumba hata pasipo na chochote. Sawa, leo anauliza una nini mkononi mwako? Unapoangalia Kutoka sura ya 4:1 mpaka 17, Musa anaulizwa una nini mkononi mwako? Kama Musa alivyoulizwa, unaulizwa. Ninaulizwa una nini mikononi mwako? Musa anajibu, katika mikono yangu ninayo fimbo. Anaambiwa inue tu. Nyoka wa Misri wako hapo, wakubwa kwa wadogo,
fimbo ya Musa ikageuka kuwa nyoka kubwa, akameza Wamisri wote. Wana wa Israeli wanatembea, wako vitani, maadui zao wako mbele yao. Mungu anamuuliza Musa, una nini mkononi mwako? Musa ananyosha fimbo yake juu ya bahari, barabara ikatengenezwa. Fimbo ya Musa ikawa greda, ikatengeneza barabara isiyo na mashimo. Wana wa Israeli wakavuka ng'ambo ya pili. Mungu anauliza, ndani ya moyo wako, ndani ya moyo wako, imani yako ikoje leo? Unapoangalia Kutoka sura ya 14-16, Musa anapoinua fimbo yake juu ya bahari, maji yanagawanyika. Tukio la kufumba na kufumbua, safari ikaendelea. Una nini katika moyo wako? Imani yako ihai kiasi gani mbele za Bwana? Unaposoma Marko sura ya 6:38, Mathayo 14:17, swali lile lile. Baada ya Yesu kuketi na makutano, masaa yamesonga, ni jioni, wana njaa. Anauliza, kuna nini? Katokea kijana mmoja katikati ya mkutano akasema, mikate mingapi? Mikate mingapi? 5. Na samaki wangapi? Wakala watu wangapi? Moja kitu kinachokwamisha hata familia zetu leo, uchoyo. Uchoyo. Hata kukaribisha wageni unaona kana kwamba utafilisika. Hivi kuna aliyefilisika kukaribisha mgeni? Yesu mwenyewe akasema, msiache kuwafadhili watu gani katika kukaribisha wageni. Mtakaribisha nini? Sasa sisi ni wachoyo hata kwenye maombi tukipiga magoti. Mfuma uni manje mina vana Mungu. Ula mwangi wa Dar es Salaam na ula ho Mwanza. Na ula mbola wangu ho Kulantanga. Huko tayari kuomba hata kwa watoto wa wengine na majirani na kanisa lako. Mimi na mothi wangu na vana vangu. Chakula watoto wako wakishakula yatosha. Hata nguo ndani ya nyumba, una nguo ambazo umevaa huwezi kuzivaa tena, watoto wako huwezi kuzivaa, sema bora ziendelee kubaki hapo. Angalia, badala ya kukua kiimani unarudi chini. Mungu amekuweka hai mpaka leo uwe mfereji wa baraka. Mungu anataka watu wanapokuona, wanapokusikia, badala ya kuona jambo jingine, wamwone Yesu Kristo. Sikilizeni waambie, jifunze hata namna ya kuuliza maswali. Bila kuuliza hatuwezi kuwasaidia watu. Mzee Jola, sisi tunakwenda kwa mtu aliyefiwa, anasema pale twende na kuni, twende na viazi na maharage. Wenda hivyo sio shida yake. Pale tu anapoishi, joto liloko chini linalotoka kwa wakwe na ndugu ni kubwa kuliko njaa. Yaani hata kama angekuwa na chakula, ana mavazi, lakini hana amani, hataweza kuishi. Ni wangapi hapa mshahara tunao, maduka makubwa, kilimo mashamba makubwa, lakini pressure ho angagenda. Pressure ho ya 230. Yeye na kijokaya. Bana bangibe ho Marekani. Amani ya moyo ni ya thamani kuliko chochote. Huwezi ukamwabudu Mungu katika roho na kweli ikiwa huna amani. Na ndio maana Yesu mwenyewe akasema, tafuteni kuwa na amani na watu wangapi? Hata huko kanisa najua kuna walioko huko lakini hamsalimiani.
Alafu kisimama mbele za watu wasema tena hivi manje, mimi ni mkali msidole hivi. Kama nataka kujua kaulize pale mtaani kwetu. Unajisifu kwa mwovu. Yaani unaongea kabisa kwa sauti kwa ujasiri eti wakujue kwamba ulivyo rafiki wa shetani. Yesu anakuita. Yesu anakuita. Musa anajibu kwa ujasiri. Fimbo mikononi. Mikate mitano ikabadilisha historia ya mkutano. Hata walipoona, waliposikia, wakashangilia matendo makubwa ya Bwana. Mungu anakuuliza, uko tayari nikutendee? Kwa nini Mungu anataka uandaliwe kwanza? Wengi wetu, ikiwa baba wa uzima, baba wa mianga, hata ingilia kati katika maisha yetu, akiruhusu baraka katika biashara, katika kilimo, katika kazi, wengi tutamwasi. Milima hii ya Upale miaka fulani, mtu mmoja alivuna tangawizi milioni 40 tu. Alipovuna milioni 40, akasema kuanzia sasa mimi naitwa Yesu. Uzuri nimeishi hii Same miaka 10 ile ya kwanza, nikaondoka huku wilaya Same miaka 12 iliyopita. Kwa Same napajua vizuri. Na huenda naifahamu kuliko hata wewe. Akasema kuanzia sasa mimi naitwa Yesu. Akanunua kagari kadogo kapika. Akiwa naenda nyumbani na bidi pikipiki watangulia wanapiga honi. Wengine wako nyuma wanapiga honi na wanalipwa kwa kupiga honi hizo. Na unajua Mungu hafananishwi na chochote. Haikuchukua hata miezi 6, Mungu akaitika kwamba niko mimi ambaye niko. Yule rafiki leo ukipita kule kwenye kile kijiji, utamkuta amekaa juu ya jiwe, hata nguo ya ndani hajavaa. Mafanikio ya maisha haya, mafanikio ya maisha haya yasikuondoe katika uwepo wa Yesu. Hata watoto Mungu aliyokujalia, hata wangepata mafanikio katika biashara, katika elimu, ikiwa hawana Yesu, ni wapiga ramli tu. Maana mahali popote watakapokwenda, badala ya kugusa maisha ya wengi, wataumiza wengi. Ndugu kaka na dada yangu, katika mchana leo, Mungu anataka kuwa kila kitu, kila mahali ulipo. Ikiwa ni katika biashara yako, kilimo, ufugaji, Mungu amekupa kalama ya kuimba, ya kuhudumu, fanya yote ukiwa na Yesu. Usifanye yoyote ukiwa peke yako. Elisha anamuuliza, nikufanyie nini? Elisha anasisitiza, mama, nini wataka nikufanyie? Na nataka niwaambie watu wa Bethlehemu, katika Yesu Kristo mambo yote yamerahisishwa. Amen. Ninayaweza mambo mangapi? Yote. Hakuna jambo ambalo halina ufumbuzi. Hakuna ugonjwa ambao hauna majibu. Hakuna shida ambayo haina majibu. Katika Yesu mambo yote yanayomkumba mwanadamu yamerahisishwa. Wewe amini. Amen. Unapoamini, fuata maelekezo ya neno la Bwana. Amen. Usimfanye mchungaji wako, mzee wako, mzazi wako kuwa dila yako. Dila ni
Yesu peke yake mfalme wa wafalme. Amen. Mungu atupatie hekima. Na unajua hekima inakosekana wapi ndugu zangu wa Bethlehem? Wote tulioko hapa tuna masikio mangapi? Na midomo mingapi? Unapojiangalia wewe, kati ya mdomo na masikio unatumia sana nini? Wala mimi hata kusema sijasema. Yaani wewe ni yule ambaye mdomo ni kama bomba iliyong'olewa koki. Hivi bomba iking'olewa koki unaweza kuziba maji? Yaani hata muda wa kusikiliza una. Usipokuwa na muda wa kusikiliza na kutulia na kutafakari, maamuzi yako siku zote yamejaa majuto. Mungu alikusudia ukusanye. Ndio maana kuna ubongo wa mbele, wa kati na wa nyuma. Unapoingiza kwenye ubongo, uruhusu mchakato ufanyike. Kipi kitoke na kipi kibaki. Lakini wewe, ndio maana hata unapopata taarifa zilizo mbaya, yaani mama mtoto wake amepigwa, amekufa, unakuja unamwambia mama, unajua mtoto wako amekufa? Kwamba yaani kwa kwako ndio hekima hiyo. Unajua mtoto wako hali yake ni mbaya, ndio njia ya kuwasilisha ujumbe. Unapokubali kuwa mtulivu kwa Yesu, atakusaidia uelewe wewe ni nani. Utambulisho wako ni upi? Nini niseme, wapi niseme, kwa nini niseme na kwa nani? Na matokeo ya neno langu ya muda mfupi na muda mrefu yatakuwa yapi? Wewe ndio thamani. Yafaa kila mahali unapotembea, hata wale wasiojua, wanaotangatanga katika njia panda ya maisha haya, nenda kawaambie wanawake na wanaume, Yesu anaokoa. Amen. Tumia muda mwingi kuisikia sauti ya Bwana inasemaje. Nisikilize ninapokwenda kumaliza. Huyu mama Elisha anamwambia, nenda ukakusanye vyombo. Tena anamwambia sio vichache. Kama angekuwa ni mama wa hapa Bethlehem, anakaa tu hapa jirani na kanisa, mnaona amefiwa na mume wiki zilizopita, anakusanya madumu yaliyo wazi, ungesema huyo mmemwona mama fulani, hata jinsi anavyotembea kwa heri. Lakini huyu mama, kwa sababu anajua maelekezo haya yanatoka kwa mtumishi wa Bwana na ni sauti ya Bwana, hakutaka kusikiliza maneno ya watu. Alibaki kuisikia sauti ya Bwana peke yake, inatosha. Akakusanya. Mstari wa 3 anaambiwa, nenda nyumbani kwako ujifungie ndani. Wewe na nani? Wewe peke yako. Katika maisha haya zipo nyakati ambazo mambo yanapokuwa magumu, inahitajika muda wako wewe peke yako na Yesu peke yake. Maombi ya familia ni muhimu, ndio, lakini muda wako wewe kama wewe na Mungu ni wa thamani kuliko chochote. Amen. Unajua, muda wako na Mungu haupaswi kuingiliwa na chochote. Lakini siku hizi kwa sababu maadili yamemomonyoka, hata simu inaita fuko kwenye bara, sema sio mzazi, hii simu ya muhimu sana. Kana ndio kimtaicho. Hata hiyo swali. Hii simu ya muhimu sana.
Halafu wewe ndio ulikuwa unaendesha lesson ndani ya unasema hii simu ni ya muhimu sana. Kwa sababu tumeona message imesema titi. Unajua message ya muamala inatofautiana na message ya kawaida. Unasema hii ni simu ya namna gani? Na muhimu sana. Ibada haina utukufu. Haina utukufu. Na ndio maana hata muda mwingi hata kwenye familia zetu tunafanya ibada ili mradi tufanye. Na ndio maana unasikia hata wazazi wanasema anayeongoza ni tunaambia usimpe mama kaomba. Maana mama kiomba ombi lake na namna gani? Kwani mimi nimesema hivi? Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo uliotoa wana wa Israeli katika nchi ya Misri, ukakubali wakavuka bahari ya Shamu. Kwani si ni kweli aliwatoa? Muda wako na Mungu baba, muda wako na Mungu kaka, baba, usiingiliwe na chochote. Unapokuwa katika magoti unautafuta uso wa Bwana, tulia. Ndio maana hata Yesu katika Marko 1:35 akaondoka akaenda mahali pasipo nani? Ni kwa sababu alikuwa hapendi watu. Alikuwa na dhambi gani Yesu? Naomba niwatie moyo akina mama wa idara, akina mama wa Bethlehem, pale nyumbani kwako ni kanisa la muhimu sana. Ukiona hapa kanisani kuna migongano, misukumano, majungu, hayako hapa, huko tunakotoka. Mama anayetoka kwenye familia yenye furaha, baba anayetoka kwenye familia yenye furaha, hawezi kuja hapa akakutana na baba mwenye furaha wakafika wanasukumana. Yesu anatuita. Na naomba niwaambie muda wetu ni mchache. Yesu anapokuita, anataka unapokwenda mbele zake, acha moyo wako wazi. Acha moyo wako wazi, akujaze. Anachakuweka, wewe huna cha kuweka. Na ndio maana huyu mama anapoambiwa kusanya vyombo, hakutilia mashaka. Wenda angekuwa mama wa leo nimewaambia, angesema, wangemwambia majirani, kwa nini kuhangaisha hivyo? Si hela tu akupatie tu hela kiyoyote. Lengo lake si kusaidia tu. Akupe hela, uanzishe duka, ieleweke, inatosha. Njia ya Mungu sio njia yako baba. Njia yako, njia yangu ni yangu, na ya Bwana ni ya Bwana. Kubali Yesu peke yake abadilishe maisha yako. Kubali Yesu peke yake, ambaye ni mwamba wa milele, ambaye ni baba wa kweli, ambaye kwake hakuna mwisho, ambaye kwake kuna maisha hata baada ya kifo. Sikiliza mama, ni salama kabla ya kupata baraka. Ni salama ili moyo wako uweze kukabiliana na kile Bwana anachohitaji kufanya katika maisha yako. Ni lazima uandaliwe kiroho kwanza. Ikiwa hutaandaliwa kiroho, hata ukavipata hutaweza kustahimili. Mivuto itakayokuja nyuma yako, ya ndugu zako, ya marafiki zako, hutaweza kustahimili. Mstari wa 4, kisha uingie ndani, ukajifungie mlango, wewe na wanao, ukavimiminie mafuta vyombo vile vyote, navyo vilivyojaa ukavitenge. Mstari wa 5, basi akamwacha, akajifungia mlango, yeye na wanao, wakamletea vile vyombo, na yeye akamimina. Mstari wa 6, ikawa vilipokwisha kujaa vile vyombo, akawaambia wanawe, nileteni tena chombo. Akamwambia,
hakuna tena chombo. Mafuta yakafanya nini? Mafuta yakafanya nini? Ndipo akaja akamwambia yule mtu wa Mungu, naye akasema, enenda ukayauze mafuta haya, ulipe deni yako, nayo yaliyosalia ukayatumie wewe na akina nani? Na watoto wako. Nimekwambia angekuwa mama hapa Bethlehem, angekopa kila mlango. Kila anayekutana nayo wewe ungesema kanisa lisilojali, sio kama makanisa ya zamani. Makanisa ya zamani hata Biblia imeandikwa kanisa ni kazi yake kuhudumia wajane. Biblia imeshasema mume wa mjane ni nani? Yes. Unajua kusoma huwa ni moja na kuishi ni mbili. Nataka nikutie moyo leo, hakuna rafiki kama Yesu. Amen. Huyu Yesu huyu. Huyu Yesu huyu. Huyu Yesu huyu. Huyu Yesu huyu. Yeyote anayejiunga katika mapenzi ya Bwana, anayekubali mpango wa Bwana wa mibaraka, hata baki kama alivyo. Siku sita fanya kazi. Na naomba niwaambie watu wa Bethlehem, Mungu habariki kamari. Mungu habariki burutebo. Mungu habariki kutafuta fedha kwa bahati nasibu. Mungu wetu siye Mungu wa bahati nasibu. Mungu wetu ni Bwana wa kazi. Amina. Unapomkubali, kumbuka mambo haya matatu. Maandalizi ya moyo wako ni ya muhimu. Amen. Maandalizi ya moyo wako ni ya muhimu. Jambo la pili, unapokuwa moyo wako umejiandaa, kubali mchakato wa baraka za Bwana. Amina. Mchakato wako unaweza kuwa na vikwazo vingi. Unaweza kuwa na vikwazo vingi. Na mwisho wa mchakato, jitoe kwa Bwana, mwambie, nitwae hivi nilivyo. Amina. Jiulize mwenyewe maswali haya. Je, hivi kweli nimejitoa kwa Mungu kweli? Je, haya maisha yangu ya ibada, nyumbani, kanisani, uaminifu wa matoleo, uaminifu wa ushirika na wengine, je, yanaonyesha nimejitoa kwa Bwana kweli? Je, katika karama Mungu alizonipatia, ninamtumikia Bwana kama atakavyo? Je, ninajituma kama Bwana atakavyo? Je, Mungu ndivyo unavyotaka nikutumikie? Mwisho, mwambie Bwana, ikiwa ndivyo unavyotaka na umekubali nikutumikie kwa njia hii, uko tayari kutimiza mapenzi yako katika maisha yangu. Sasa Bwana, ninaomba unipatie utulivu wa moyo na nia. Sasa Bwana, ninajua wewe ni yote katika yote. Na kwa sababu wewe ni yote katika maisha yangu, na hiki ninachoongea ndiyo maisha yangu, na hiki ninachoongea hata wewe unafahamu ya kwamba ndiyo maisha yangu yote. Ndiyo maisha yangu yote. Ninaomba unisaidie. Amen. Ikiwa ndilo ombi lako, namwambia Mungu, unisaidie nikawe balozi nyumbani kwangu. Unisaidie nikawe balozi kwa watoto wangu. Unajua kadiri siku zinavyokwenda, tunapokaribia kufungwa kwa historia ya dunia, sasa hivi hata wazazi wanaogopa watoto. Tena hasa wale watoto ambao M-Pesa inasoma. Hata kama
Nitamwambia nini mimi? Ninarudi kukwambia Yesu ana makusudi na maisha yako. Amen. Mungu anataka uwe mama aliye na imani inayoishi. Amen. Sio imani inayoyumbishwa na mambo madogo madogo. Sio imani iliyosimama kwenye vitu. Imani yako ijengwe kwa Yesu. Amen. Watoto hawawezi kukuokoa, mume hawezi kukuokoa, lakini Yesu Kristo anaweza kubadilisha historia ya maisha yako. Amen. Kama ndilo ombi lako, tusimame. Wimbo namba 123, kiongozi wa nyimbo. Namba 123, kiongozi wa nyimbo. Yesu kwa imani Shikana na jirani yako mikono miwili. Muulize jirani yako, nisikilize vizuri. Hii ni ibada, naomba uwe mtulivu. Muulize jirani yako leo kwamba ni jambo gani unahitaji nimwambie Bwana kwa ajili yako. Na nisikilize vizuri. Muulize, hiyo ni siri ya wewe na yeye. Haihitaji kuwa jambo la kusikiwa na watu walioko hapa. Unajua swala la ibada linahitaji utulivu. Muulize katika kicho bila kelele, bila mtu mwingine kusikia. Nimwambie Mungu nini leo kwa ajili yako. Na kila alichokuambia ndicho umwambie Mungu, usimhubiri Mungu. Muulize na yeye atakwambia. Kila atakachokwambia mwambie Mungu. Nimekupa nafasi, baada ya hapo nataja kinacho